vitu mbili kwa wakati mmoja. Ni mwezi wa baraka huu. Amen. Amen. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa hii ya kwamba fundi mwenyewe ni kama alijua urefu wangu. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Kitabu cha Hagai 2. Hagai 2. Hagai iko nyuma ya Zekaria. Ni vitabu vya mwisho katika Old Testament. Ukweli ni kwamba Mungu anatuwazia mema. Na hata kabla sijaendelea katika neno lenye amenipatia leo, katika Yeremia 29 mstari wa 11, huu ujumbe nitaunganisha pamoja na huu. Bwana anasema kwamba na yajua mawazo ninayowazia mimi ni mawazo mema, mawazo ya baraka, ya kuwapatia tumaini katika siku zenu za mwisho. Hiyo katika Yeremia 29:11 tutasoma baadaye. Najua tumefika katika kitabu cha Hagai. Biblia inasema kwamba katika mwezi wa 7 siku ya 21 ya mwezi, neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha Hagai nabii kusema, sema na Zerubabeli mwana wa Shiteli, liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehozadaki kuhani mkuu, na hayo mabaki ya watu, ukisema, miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Nanyi mnaionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu sio kama si kitu? Lakini sasa uwe hodari, Zerubabeli, asema Bwana, nawe uwe hodari, Yoshua mwana wa Yehozadaki kuhani mkuu, nanyi iweni hodari, eni watu wote wa nchi hii, asema Bwana, mkafanye kazi, kwa kuwa mimi ni pamoja nanyi, asema Bwana wa majeshi, kwa neno lile lililoagana nanyi mlipotoka katika nchi ya Misri. Na roho yangu inakaa kati yenu, msiogope, kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena, ni kitambo kidogo tu, nami nitazitikisa hizo mbingu na hii nchi na bahari na nchi kavu, nami nitaitikisa mataifa yote, na vitu vyote vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja, nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Haleluya. Huu ni mwezi wa unabii ndani ya kanisa hili. Biblia inasema katika mwezi wa 7. Na nashukuru Mungu ya kwamba kulingana na neno linavyosema ni mwezi wa 7, hata kwetu sisi katika ulimwengu wa roho, tangu tumeanza kanisa hili ni mwezi wa 7. Ni mwezi wa 7. A prophetic month katika hili kanisa. Biblia inasema kwamba huyu ni nabii Hagai aliyepewa ujumbe aupeleke kwa Zerubabeli na kina Yoshua na pamoja na wale ambao walibaki katika Israeli. Jina la Bwana na linuliwe. Mabaki wa Israeli. Je, mabaki ni watu wa aina gani? Watu ambao ni kweli kuna watu wamerudi nyuma, lakini wao wakabaki wakimtukuza Bwana. Ni kweli kuna wengine wameendea njia ya wokovu, wakaenda wakaona wokovu umekuwa mgumu, lakini bado wao wamebaki katika njia hiyo ya wokovu. Mabaki. Najua ya kwamba jinsi tulivyo kuna watu wamebaki katika hali fulani. Hao ndio Mungu ananena nao siku ya leo. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Mabaki. Ya kwamba kuna watu walishiwa na imani, lakini kuna mtu akabaki akisema bado nitamtegemea Bwana. Kuna mtu amebaki akisema kwamba ni kweli watu wamejichanganya, lakini mimi nitabaki katika utakatifu. Ya kwamba kuna watu wengi wameiacha njia ya imani, lakini huyo mwenye mabaki amebaki akisema kwamba
bado nitasimama kwa imani. Jina la Bwana na liinuliwe. Mwezi wa 7 mtumishi wa Bwana ambaye ni Hagai akatumwa na Bwana na neno la unabii kwa watu kadhaa ambao wametajwa hapo pamoja na mabaki wa Israeli. Basi akasema hivi, sema sasa na Zerubabeli na Yoshua. Wacha nene kuhusu Zerubabeli. Zerubabeli ni mtu ambaye hajakata tamaa katika mambo ya kiungu. Kuna watu ukata tamaa kwa haraka ya kwamba baada ya Mungu kutabiri ya kwamba itakuwa, ikawa labda imechukua muda, huyo mtu anavunjika moyo. Lakini Zerubabeli huwa havunjiki moyo, anasimama katika pengo ya kungojea hadi atakapoona Mungu. Haleluya. Najua wewe ni Zerubabeli. Jina la Bwana na liinuliwe. Mungu amenena mambo makubwa kwa ajili ya mwaka huu. Akasema ni mwaka wa maajabu. Na kweli kabla hujafika mwezi wa 3 haujakamilika, kuna watu wengi wameshuhudia maajabu makubwa, hata mimi mwenyewe nashindwa kuyaeleza. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo wakati Mungu ananena na Zerubabeli, Zerubabeli ni mtu ambaye hatupi matumaini yake. Hata kama bado anaona mambo hayajatokea, bado anasimama kwa pengo kwa imani, akimngojea Mungu aliye hai. Jina la Bwana na liinuliwe. Ujumbe huu ukaja kwa Zerubabeli na wengi ambao walikuwa hapo pamoja na mabaki ya watu, ukisema miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Jina la Bwana na liinuliwe. Mungu anaponena kuhusu nyumba, inaweza kuwa ni nyumba hii ambayo tunaabudia, inaweza kuwa ni nyumba jamii fulani, inaweza kuwa ni nyumba hata mtu fulani. Mungu utamka, yani ni lugha Biblia, hata mtu anayeitwa nyumba. Jina la Bwana na liinuliwe. Akauliza kwamba kumebaki nani ndani ya nyumba hii ama katika watu wa Israeli mwenye anajua mambo ambayo yalikuwa yanaendelea katika nyumba hii. Kwa ufupi, shahidi wa maisha yako, shahidi wa jamii yako, shahidi wa nyumba ya Bwana. Kumebaki nani ambaye ni shahidi, ambaye alikuwa ameshuhudia yale ambayo yalitokea wakati wa kwanza, ili akaweze kuleta utofauti, alete utofauti, aseme ya kwamba kuna utofauti. Jina la Bwana na liinuliwe. Najua kwamba hata kama huna shahidi, wewe mwenyewe ni shahidi wa maisha yako. Ushashuhudia tangu umemjua Mungu na jinsi umeendelea kumtamani, jinsi mambo yameendelea na kugeuka katika maisha yako. Jina la Bwana na liinuliwe. Kunako mashahidi ambao watakuja baada hili kusema ya kwamba fulani tunamuelewa, alikuwa katika hali hii, lakini mwaka huu kuna mambo yamebadilika. Haleluya. Yeye alikuwa ananena kuhusu mabadiliko na utukufu ambao ulikuwepo wakati wa kwanza, ukaweza kuangaliwa na utukufu ambao umekuja. Jina la Bwana na lipewe sifa. Biblia inasema hivi, lakini sasa uwe hodari Zerubabeli, nasema Bwana, nawe uwe hodari Yoshua mwana wa Yosadaki kuhani mkuu, nanyi iweni hodari enyi watu wote wa nchi hii, asema Bwana, mkafanye kazi, kwa kuwa mimi ni pamoja nanyi, asema Bwana wa majeshi. Kama neno lile nililoagana nanyi mlipotoka katika nchi ya Misri, na roho yangu inakaa katika nchi kati yenu, msiogope. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo haijalishi mwaka uliopita ni mambo gani ulipitia, mwaka huu ni mambo gani unaendelea kupitia, lakini Bwana anazidi kukwambia uwe hodari. Haleluya. Uwe hodari tena usiogope. Maana Mungu anasema kwamba yuko na mpango wa kutenda mambo makubwa na mambo ya ajabu. Ya kwamba maagano aliyeagana na wewe, sijui ni maagano gani. Maana mwaka huu ambao umeendelea kuisha, ilikuwa kila wakati Mungu anaponena ni kuagana na sisi, ya kwamba nyinyi ni watu wa damu za kifalme, ni watu wa damu za kiungu, ni damu
yenye aliagana na wewe anasema kwamba endelea kuwa hodari. Maanisha kwamba anakuja kutenda. Magano ya Mungu na mwanadamu si kama mwanadamu na mwanadamu. Na yeye agana na wewe na haya magano yakavunjika. Lakini magano ya Mungu kwa mwanadamu hayavunjiki kamwe. Haleluya. Mungu anatutia moyo tuendelee kuwa hodari. Endelee kusimama kwa uhodari. Najua kuna watu pale nje wako na uhodari labda wa masengenyo. Ukitaka habari za mji mzima unamuuliza na ana uhodari. Lakini Mungu anataka uhodari katika nyumba ya Bwana. Uhodari katika kushika neno. Uhodari katika kuomba. Uhodari katika kumfanyia Mungu kazi. Kuwa hodari. Usivunjwe na mtu moyo ya kwamba mandi umeenda kwa ushirika, uende siku kanisani. Endelea kuwa hodari. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa sababu gani? Mungu anasisitiza tuwe hodari. Ya kwamba wakati umekuwa hodari Zerubabeli, lazima Bwana atakukuta katika nafasi inayofaa. Na lazima atakutendea kulingana na mapenzi yake. Maana mawazo anayotuwazia ni mawazo mema, mawazo ya baraka, mawazo ya kuinuliwa, mawazo ya kubadilishiwa hali. Jina la Bwana na liinuliwe. Na mtu ambaye ni hodari kila wakati anapatikana kwa mambo ya Bwana. Unapokuwa hodari katika kuomba, kila saa uko connected na Mungu, inakuwa rahisi kuona ule utukufu wa kiungu. Haleluya. Mungu anakuja kujibu kila mmoja. Jina la Bwana na liinuliwe. Haijalishi uliagana na yeye katika sehemu gani ya maisha yako. Kama ni kwa sehemu ya ndoa, Bwana anakuja na kutenda. Na tazama anasema kwamba anapoinua hiyo ndoa, utukufu wa sasa utakuwa mkubwa kushinda ule utukufu wa kwanza. Haleluya. Akija kukuinua na hata kukubariki, utukufu ule wa sasa utakuwa mkubwa kushinda ule wa kitambo. Jina la Bwana na liinuliwe. Biblia inasema kwamba number 5, kama neno lile nililoagana nanyi mlipotoka katika nchi ya Misri, na roho yangu inakaa kati yenu, msiogope. Mungu anatuonya kwa sababu ya kuogopa. Roho ya uoga imefanya watu wasifikie katika ile hali ambayo Bwana anataka ufike ndio akaweze kukuinua. Kuna mtu anaogopa, kwangu ikiwa ABCD itakuaje? Lakini Mungu anasema usiogope. Haleluya. Usiogope kwa sababu yuko pamoja na wewe, na yeye ataenda kutimiza magano yake katika maisha yako. Kwa hivyo usiogope. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa nini Mungu anasema hivyo? Kuna watu wanauoga. Wacha nilete mfano fulani kidogo ili unielewe. Kuna dada ambaye baada ya muda tumekuwa tukiomba naye. Alikuwa ameachana na Bwana kwa kipindi cha miaka 8-10 hivi. So wakati Bwana amenena na Bwana amekuja arudi kwake, akaingiwa na roho ya uoga, ya kuogopa, ai dada sasa nitarudi itakuaje? Kwa hivyo nataka kusema kwamba wakati Mungu anatuonya dhidi ya uoga, anajua ya kwamba kuna mambo makubwa ambaye anaweza tendea mtu ambaye atakufanya hata uogope. Jina la Bwana na liinuliwe. Roho ya hofu ndani ya mtu, ya kwamba hata bandugona kabari hiyo isikuogopeshe mpendwa. Simama katika pengo bila uoga. Endelea kuwa hodari na Mungu ayatende yaliyo mapenzi yake. Jina la Bwana na liinuliwe. Biblia inasema kwamba kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena, ni kitambo kidogo tu, nami nitazitikisa hizo mbingu na hii nchi na bahari na nchi kavu, nami nitatikisa mataifa yote, na vitu vyote vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja, nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Ni kumaanisha kwamba wakati utukufu wa Mungu unakuja katika maisha ya mwanadamu, kuna roho ya uoga fulani. Hata mwanamke anapoenda kujifungua huwa na roho ya uoga, lakini utukufu unakuja katika maisha yake. Anaposhikilia mtoto anasahau yote. Kwa hivyo
liinuliwe. Ni mwaka wa maajabu, ya kwamba vitu ambavyo umetamani ndani ya moyo wako utakuta ya kwamba Mungu anakuletea. Maana Mungu anaona mioyo yetu, anajua tamanio la moyo wako. Haleluya. Wakati vitu hivyo vinakuja, usianze kuogopa. Ninaona dada mwingine siku nyingine amebarikiwa na gari, akawa analifunika mabox. Kamuuliza kwa nini analifunika? Akasema kwamba anaogopa watu wasije wakajua gari ni lake, kwa sababu atarogwa, atamalizwa na hilo gari. Nikamwambia dada, huu ni shamba huu. Kama Mungu amekubariki, unakuwa free na baraka, kwa sababu haujachinja mtu ndio ukapokea kitu. Mungu anaponena mambo makubwa namna hii, ni dhahiri kabisa kwamba katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinaandaliwa, vinakuja. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kando na ufalme wa mbinguni, kuna vitu vimeandaliwa na Bwana katika siri, navyo vinakuja. Maana ni utukufu ambao ameupangia mtu, ni utukufu ambao ameupangia nyumba yake, ni utukufu ambao ameupangia Zerubabeli. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Mungu anasema kwamba atatingisa mbingu. Ndani ya mwezi huu atatingisa mbingu. Jina la Bwana na liinuliwe. Na Bwana anapotingisa mbingu, unapokea katika ulimwengu wa roho, hata katika ulimwengu wa asili. Hatupokei vitu peke yake vya kupita, tunapokea pia na ufalme wa mbinguni. Hali ambayo hujawahi iona katika maisha yako ya kiroho, unaona ukipokea. Si ajabu wengine wakanena na lugha. Haleluya. Si ajabu wengine wakatabiri, maana hayo ni mapenzi ya Bwana. Ufalme wa Mungu tunapouomba unakuja juu yetu, na ufalme wa Mungu pia unakuja kwa njia ya prosperity. Haleluya. Amen. Ufalme wa Mungu pia ni kufanikiwa. Amen. Watu wanadhania kwamba ikiwa ufalme wa Mungu umekuja ndani mwetu tunakaa watu wa chini. Hapana. Jina la Bwana na liinuliwe. Unapokea vya rohoni pia vya mwilini. Biblia inasema kwamba vyote ambavyo vilitamaniwa na mataifa, basi Bwana anaenda kuvileta. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Na kama ufanisi hautokani na Mungu, maneno haya hayangeandikwa katika Biblia. Utukufu unakuja katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa asili pia. Maana wakati umebarikiwa rohoni, inafaa pia ubarikiwe kwa nje. Jina la Bwana na liinuliwe. Pigia Bwana Yesu makofi. Akasema kwamba fedha na dhahabu, fedha ni mali yangu na dhahabu pia ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Wakati mwingi Mungu anaponena kuhusu fedha na dhahabu, watu wengine huwa wanasema kwamba hapana, tunahitaji vya rohoni. Hata ukiwa rohoni sana, bado utahitaji fedha. Jina la Bwana na liinuliwe. Hawezi kuja malapu karabashanta na ukakuta ugali uko juu ya meza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Mungu anasema kwamba fedha na dhahabu ni mali yangu. Kwa hivyo vyote tunavihitaji kwa Bwana, hata kujenga ufalme wa Mungu, pamoja hata na kuandaa hata kama ni ibada. Watu huwa wanahitaji fedha. Hivi tumesema kwamba tunachangia keyboard, ni kwa sababu fedha ndio zinahitajika. Haleluya. Kwa hivyo tusende tukaingia rohoni sana, tukasahau ya kwamba tunahitaji ufanisi katika ulimwengu wa nje pia. Jina la Bwana na liinuliwe. Na nashukuru Mungu kwa sababu ananena kuhusu utukufu katika ulimwengu wa roho na utukufu katika ulimwengu wa asili, kumaanisha ya kwamba kunako kuinuliwa katika viwango. Jina la Bwana na liinuliwe. Ya kwamba tunatolewa mahali, tukiwekwa mahali. Kuna watu katika ulimwengu wa roho walikuwa wanashindwa tena kuomba. Hautabaki jinsi ulivyo. Kuna utukufu unakuja katika maisha yako. Jina la Bwana na liinuliwe. Vitu ambavyo vimetamaniwa. Kuna watu walitamani Roho Mtakatifu. Jina la Bwana na lipewe sifa. Yesu alipokuwa anapaa mbinguni, akawapatia wanafunzi ahadi. Na ndio hiyo anasema kwamba yale mambo ambayo niliagana na nyinyi. Alipoagana na wanafunzi, kuna kipindi alikuwa anapaa, akamwambia
cha juu, na mahali pale akachilia Roho Mtakatifu. Na Biblia inaniambia kwamba wanafunzi waliweza kusema na ndimi. Hata watu kama kina Petro waliokuwa kibinadamu waliweza kubadilika. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Kuna vitu tunahitaji venye viko sirini, na lazima wakati Bwana ananena mwezi wa unabii kama huu lazima tutavipokea. Kanisa tunahitaji Roho Mtakatifu. Hiyo ndio ahadi ambayo Bwana aliagana nasi, na amesema ya kwamba anapokuja anakuja na hiyo ahadi ya kwamba kila mtu apokee Roho Mtakatifu. Unapokuwa Mkristo bila Roho Mtakatifu, my friend, sijui nitakuita mtu aina gani. Jina la Bwana na liinuliwe. Jina la Bwana na lipewe sifa. Anasema atatingisa mbingu. Jina la Bwana na liinuliwe. Tukaweze kupokea vya rohoni, ya kwamba wakati mwingine unakuta kwamba watu wamekuja kwa ibada, wanajikuta wamejazwa. Maana Yesu anasema sisi tutalewa kwa mvinyo, tutalewa Roho Mtakatifu. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Na huyo Roho ndio analeta utukufu wa Bwana. Utukufu wa Bwana hauletwi na fedha. Utukufu wa Bwana hauletwi na chochote, unaletwa na Roho Mtakatifu. Wakati Roho anatembea katika kanisa, ndio hapo tunaona ule utukufu ambao Bwana anaunena. Ya kwamba hata kama ni uponyaji, unakuta kwamba Mungu anaponya watu kwa urahisi tu. Watu wanafunguliwa, watu wanainuliwa. Hata ndani ya nyumba ambazo tumetoka, unaenda na unakuta utukufu wa Mungu. Jina la Bwana na liinuliwe. Nyakati zenye tuko nazo wapendwa, tunahitaji huu utukufu wa Bwana. Kanisa likiwa halina utukufu wa Bwana, inakuwa kana kwamba tunafanya kazi ya bure. Ni kama huyu Mungu aliye hai hayuko pamoja na sisi. Wakati kina Musa walitembea na Mungu, waliweza kuona utukufu wa Bwana kila wakati. Kwa mfano, wakati wale Waisraeli wametoka Misri, walipokuwa wanafukuzwa na jeshi la Farao, walipofika katika mto wa Shamu, bahari ya Shamu, Biblia inaniambia kwamba Musa aliambiwa akapiga maji, na wana Israeli wakaweza kuona utukufu wa Mungu, ya kwamba bahari iliweza kugawanyika, maji yakawa ukuta. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Na wakapita salama. Tunahitaji Roho wa Bwana katika kanisa, na ili utukufu wa Bwana tukaweze kuona. Kuna mambo mengi ambayo tunahitaji kuona utukufu wa Bwana kwalo, lazima kuwe na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana na liinuliwe. Ibada ya kweli ni ibada yenye utukufu, ibada yenye uwezo wa kiungu, ibada yenye Roho Mtakatifu. Ndio hiyo ibada yenye utukufu. Tazama, Mungu ananena kuhusu utukufu. Anasemaje? Anasema ya kwamba katika kanisa la sasa, ama ndani ya nyumba hii sasa, kutakuwa na utukufu mkubwa kushinda wakati ule wa kwanza. Jina la Bwana na liinuliwe. Hapo naona watu wakibadilishwa. Kuna kuinuliwa katika viwango. Maana kama mwaka uliopita ulikuwa katika hali ya chini, katika ulimwengu wa roho kuna kuinuliwa pia. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kuna utukufu ambao unakujia nyumba ya Bwana. Ambayo nyumba ya Bwana ni wewe. Hekalu la kiungu ni wewe, si hekalu hili ukuta. Haleluya. Bwana anakuja kwako na utukufu. Biblia inaniambia kwamba utukufu huo utakuwa mkubwa chini ule ambao uliwahi kuexperience. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Ni dhahiri kabisa kuna mambo ambayo yanatendeka. This is a prophetic Sunday. Ya kwamba kuna utukufu ambao Bwana ameuachilia hata siku ya leo. Kuna mambo ambayo yanatendeka katika ulimwengu wa roho. Naomba watu wafunguliwe ufahamu, na tena wafunguliwe macho ya rohoni, wakaweze kuona utukufu huu. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Jina la Bwana na lipewe sifa. Akasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa nini Bwana akataja fedha na dhahabu mali yake? Kumaanisha kwamba ishara ya kuwa na hizi vitu huwa ni utukufu wa Mungu. Shida ni pale wanadamu
tunaanza kuvitumia kwa njia zingine ambazo hazistahili. Lakini kuwa na fedha kwa mfuko ni ishara ya utukufu wa Mungu. Amen. Lakini hata kama una fedha kwa mfuko, Mungu anaweza tenda jambo kawa nacho. Jina la Bwana na liinuliwe. Maana nasema ni mali yake na ni ishara ya utukufu wake. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hivyo kuna prosperity na kuna financial breakthrough. Hiyo ndio Bwana ananena, utukufu ambao utakuja kwa nje. Jina la Bwana na liinuliwe. Kuna kutukuzwa katika kiwango kenye mwanadamu hawezi amini. Jina la Bwana na liinuliwe. Ikiwa hatutapata fedha, tutakuwa kulalamika na tutaona mbingu. Jina la Bwana na liinuliwe. Sisemi fedha zitatupeleka mbinguni, lakini once mtu analia, hata ukiwa mtumishi, ukiwa umekaukiwa sana, kila saa ni kulalamika, utatoka kwa mpango wa Bwana. Utatoka kwa njia ya Mungu. Jina la Bwana na liinuliwe. Kuna mtumishi mwingine akasema kwamba naomba Bwana uniweke kadri, nisiwe maskini, nisiwe tajiri. Maana aliogopa kwamba akiwa na fedha nyingi labda sitamletea kujinua ama sitamletea vanity. Akawa anaogopa. Lakini nataka kusema kwamba Mungu ameamuru prosperity kwa ajili ya kila mmoja. Kuna kipindi Yesu alikuwa ameenda Kapernaum kuhubiri, yeye na Petro. Hiyo nadhani iko katika Mathayo kama sijakosea. Yesu alipoenda Kapernaum, walipofika mahali pale, ikawa kwamba wamewekewa mpaka. Hawezi ingia katika hiyo sehemu ambapo alikuwa anaenda kuhubiria watu na kufungua watu. Walipofika kwa mpaka, Biblia inaniambia kwamba waliambiwa ya kwamba lazima wakaanze kulipa ushuru. Na ushuru ni pesa zinalipwa ama mjui? Alipofika kwa mpaka, akaambiwa lazima alipe ushuru. Akamgeukia Petro, akamuuliza, Petro, je, ni wenyeji wanalipa ushuru ama ni wageni? Akaambiwa na Petro, wageni ndio wanalipa ushuru hapa Kapernaum. Yesu akaangalia yuko broke, hakuwa na pesa. Nataka kuonyesha kwamba hata ufalme wa Mungu unahitaji pesa. Haleluya. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Yesu akaangalia hana fedha. Akamuuliza Petro kama ana chochote. Petro akasema sina chochote. Akamwambia basi nakutuma pale bahari. Maana walikuwa wamewekewa mpaka. Hakuna kuingia pale wahubiri injili pasipokuwa na ushuru. Jina la Bwana na liinuliwe. Na unajua Yesu alisema cha Kaisari lazima tumpe, si kweli? Sasa akamtuma Petro. Akamwambia nenda pale baharini. Ukienda samaki wa kwanza ndio unakutana naye, mshike umpasue na ndani yake utakuta pesa. Zilete hapa tukalipe ushuru, tuendelee na injili. Haleluya. Amen. Petro alipoenda kweli, Yesu akawa anamngojea kwa mpaka. Maana hangeweza kuingia Kapernaum kwa sababu ilikuwa ni sheria. Hakuna mtu anaweza ingia kwa sababu ya kama huna ushuru. Jina la Bwana na liinuliwe. Petro alipoenda akashika samaki wa kwanza. Maana Mungu huwa anampanga. Akamshika yule samaki akampasua, akatoa fedha. Jina la Bwana na liinuliwe. Nataka kukuonyesha kwamba Mungu anaposema tunahitaji fedha, kweli tunazihitaji. Tukiwa chini ya jua tunazihitaji. Hatutajifanya tuko rohoni sana. Kuna vitu tunahitaji kitu kutoka kwa Bwana. Petro akaenda akampasua samaki, akatoa fedha, akamletea Yesu. Biblia inasema kwamba wakatoa ile fedha na wakavunja ile mipaka yenye waliwekewa. Walipotoa ushuru, wakavunja ile mipaka na wakaingia Kapernaum, na watu wakahubiriwa pale na watu wakafunguliwa. Haleluya. Wakati mwingine kama tuna fedha, kuna mipaka imefungwa, hatuwezi songa. Injili kuhubiri bure, hata mimi wanahubiri bure. Lakini kupeleka injili mahali fulani, unahitaji uwe na kitu kwa mfuko. Utatoka kama mwendozimu kwa nyumba, gari Bwana atanipatia kwa imani. Hata gari ya watu unashukishwa mpendo. Jina la Bwana na liinuliwe. Eti kwa sababu naenda kuhubiri matatu nitaingia bure. Hapana, tunahitaji. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba fedha na dhahabu ni mali yangu. Kumaanisha kwamba huo ndio utukufu ataletea wanadamu. Kumaanisha kwamba tunapokuwa na roho ya ukiwa ndani mwetu, inakuwa ngumu
upate kumwona Bwana. Kama kwa mfano niseme watoto wanahitaji school fees, huku labda unaishi nyumba ya kukodisha, unahitaji kodi ya nyumba na huna chochote, hapo maombi yatapotea. Jina la Bwana na linuliwe. Kwa hivyo kuna vitu vya muhimu venye Bwana anaviona. Ndipo anasema kwamba utukufu ule wa kitambo utakuwa mdogo, wa sasa utakuwa mkubwa, kumaanisha kwamba Mungu anaachilia mbingu zibariki watu. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Unapobarikiwa tena na kwa Mungu toe. Amen. Maana pasipo kutoa, hiyo ndio kanuni ya kuendelea kubarikiwa. Jina la Bwana na linuliwe. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kuna utukufu mkubwa unakuja. Vile watu walikuwa wanajihisi na hali zao, si vile watajiona sasa. Maana Mungu anasema kwamba kuna utukufu mkubwa unakuja. Vile ulikuwa miaka iliyopita, si vile utakuwa miaka ya usoni. Kuna mabadiliko katika jina la Bwana. Let's stand around in the mighty name of Jesus. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Hallelujah. Amen. Biblia inasema kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Amani. Sere. Yeko sere kuna kwa Mungu. Jina la Bwana na linuliwe. Na kwamba hiyo amani, hata wakati mwingine huna vitu vya dunia, lakini unasikia hiyo amani. Pamoja na hilo, Mungu anataka kuleta utukufu katika maisha ya mwanadamu. Na akisema kwamba utukufu ule wa kwanza utakuwa mdogo, sasa hii utukufu utakuwa mkubwa, ni kumaanisha kwamba kuna vitu wanafanyia mabadiliko. Kuna watu hawana amani kwa sababu wamefungwa na vitu mbalimbali. Lakini kumaanisha kwamba katika hali ya kuletewa ule utukufu kuna kufunguliwa. Hakuna mahali utukufu unatajwa kama kuna vifungo. Lazima Mungu aachilie neema ya kufungua watu, neema ya kukata vifungo, neema ya kukata minyororo, utukufu wa Bwana ukadhiriki. Jina la Bwana na linuliwe. Na hapo ndipo kuna amani. Uwezi ndanganya mtu amefungwa eti anaweza kuwa na amani. Mtu ambaye amefungwa kila wakati ni kilio, kila wakati ni maombolezo, kila wakati ni shida ndani ya moyo. Lakini Mungu anasema kwamba sikutufungua kwa mambo ya mapato tu, pia anatupatia amani. Mungu ni mfalme wa amani. Amani ndani ya ndoa zetu. Haleluya. Maana tukiwa umebarikiwa na fedha bila kuwa na amani ndani ya ndoa, bado hutaona ufalme wa mbinguni. Maana moyo utajaa kuhangaika, moyo utajaa kufedheheka. Jina la Bwana na linuliwe. Haleluya. Lakini Bwana anasema analeta amani. Kumbe hata amani ni utukufu. Jina la Bwana na lipewe sifa. Na kwamba kuna wengi wako na fedha, hata wako na magari nje, wako na nyumba hata za gorofa, lakini ndani yao utukufu wa Bwana umekosekana, maana hakuna amani. Amani kitu kubwa wapendwa. Afadhali ukose pesa uwe na amani. Jina la Bwana na linuliwe. Jina la Bwana na lipewe sifa. Huo ndio utukufu ambao Bwana anaunena ndani ya jamii. Bwana ananena kuhusu utukufu wa amani. Hata amani ni utukufu. Kuna jamii zenye zimebarikiwa, lakini utakuta kwamba roho ya mafarakani iko hapo. Upendo wa wengi umepoa. Na bado tena tunasema Bwana asifiwe. Unakuta watu hawaendi mbinguni. Watu wanachukiana, wamejazana chuki ndani ya mioyo, maana hakuna amani. Lakini Mungu anasema kwamba hata katika hiyo nyumba ataleta amani, ambayo sasa ni utukufu mwingine ambao utakuja katika nyumba hiyo mkubwa kushinda ule wa kwanza. Haleluya. Mungu anaingia mpaka itano la fea. Jina la Bwana na linuliwe. Yale ya ndani ya ukoo. Kuna nyumba ambazo hazina amani. Hata tukaziombea utukufu, hata ukashuka, baraka zikashuka, magari yakapangwa nje, tena bado watu hawataona Mungu kwa kiwango chochote. Kwa sababu gani? Roho ya chuki imewaingia kwa sababu ya hali fulani na nyingine. Lakini Mungu anasema kwamba ataachilia amani. Amen.
Mungu anapoachilia amani ndani mwako, hata kama huna fedha, hata kama huna dhahabu, lazima utapenya kwa kiwango kingine. Jina la Bwana na liinuliwe. Lazima utaonekana utofauti katika maisha yako. Kwa hivyo Bwana siku ya leo anaachilia utukufu wa amani. Haleluya. Wingu la utukufu wa amani. Amani katika ndoa, amani ndani ya familia, amani ndani ya jamii, amani ndani hata mahali ambapo unafanya kazi. Kuna mtu ambaye anapata mshahara bado hauoni faida, maana ndani ya hiyo kazi ni mafarakano, hana amani. Lakini Mungu anasema kwamba anaachilia utukufu, ya kwamba utukufu wa sasa utakuwa mkubwa kushinda ule wa kwanza. Tarajia amani hata kwa makazi yako. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Kuna mabadiliko ambayo Bwana anatenda. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amani. Sere. Jina la Bwana na liinuliwe. Sere ya mashiniko. Amani ni kitu cha muhimu sana wapendwa. Afadhali mtu akakosa fedha kwa mfuko, lakini uwe na amani. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo naachilia amani kwa jina kila mmoja. Amen. Katika jina la Bwana Yesu. Amen. Amani ndani ya nyumba yako, amani kwa kazi yako, amani katika kila sehemu, katika jina la Yesu. Tuangalie mstari Yeremia 29:11. Yeremia 29:11. Biblia inasema hivi: maana nayajua mawazo nayo wazie ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Na mimi nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudishia watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya nyinyi nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Kwa hivyo bado Mungu ananena kuhusu utukufu wake, kuleta utukufu katika maisha ya mwanadamu. Kwa nini ninasema hivyo? Anasema kwamba maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Jina la Bwana na liinuliwe. Mungu bado anatuwazia utukufu, ya kwamba kuna utukufu